alipoapishwa tarehe 5 Novemba, John Pombe Magufuli aliahidi kutekeleza kauli mbiu yake ya hapa kazi tu, ambapo takribani mwezi mmoja baadaye Magufuli ameendelea kutamka mabadiliko anayonuia kutekeleza, yote aliyolenga kupunguza gharama ya serikali anayosema ni juu mno na haina maana. Alipohutubia bunge la Tanzania, Magufuli alikosoa ziara za ng'ambo baina ya maafisa wa serikali ambazo anasema iwapo ni mafunzo basi mkufunzi asafiri kwa wanafunzi. Mumulipe mtu mmoja badala ya kulipa grupu la watu kwenda kufundishiwa huko. Lakini cha ajabu siku hizi kinachofanyika, hata bodi badala ya kukaa bodi Tanzania kujadili mambo yao, wanakwenda Ulaya kwenda kukaa bodi meeting. Ni mambo ya ajabu, ya aibu. Na ndiyo maana ndugu zangu waheshimiwa wabunge, napenda mnielewe na ni lazima niliseme. Nisipolisema nitakuwa mnafiki, na mimi sitaki niwe mnafiki, kwani msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni hatua ambazo Watanzania wanaziunga mkono kwa kiasi kikubwa. Utendaji wa huyu mheshimiwa Magufuli hakika amewagusa wananchi, kwa sababu wananchi wamekuwa wakiteseka kwa muda mrefu kwa watu tu wachache ambao wamekuwa wakichukua mali za nchi hii na kujifanyia wenyewe, wanasababisha maisha yanakuwa magumu. Lakini leo kwa siku zake 30 tumeona makontena matilioni ya pesa alikuwa amepotea. Nasikia kwamba imefanyika tathmini kwamba ndani ya mwezi mmoja ameshagundua kwamba trilioni 1 ambayo ilikuwa imepotea katika nchi ya Tanzania, ambayo ni bajeti ya wizara nzima. Kwa kweli huyu ni kiongozi ambaye yuko shupavu, tumuunge mkono, tumuombee Mungu aendelee kufanya makubwa zaidi ya haya anayotenda mpaka sasa hivi. Dr. Benson Bana ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania, na hapa anafafanua ile dhana inayogonga vichwa vya Watanzania wengi kuhusu kuchelewa kuundwa kwa baraza la mawaziri, huku akishuhudia kazi za serikali zikifanyika. Kuna hisia nyingi haijawahi kutokea, lakini mimi nadhani hizi ni mbwembwe za mitaani. Mheshimiwa Rais anayo mamlaka yake kikatiba na kisheria kutangaza baraza lake la mawaziri kwa muda mwafaka kama ulivyofafanuliwa kwenye sheria. Kwa hiyo hajachelewa, na kufanya hivi ni kuchukua kila tahadhari kuhakikisha kwamba anapata watu ambao yeye mwenyewe anajiridhisha nao kwamba watakuwa wasaidizi wake wa karibu, watatimiza majukumu yake kwa kadri alivyotoa ahadi kwa wananchi na kwa kadri ilani ya chama chake ilivyo. Wiki iliyopita Rais Magufuli aliwataka wafanyabiashara wote wasiolipa kodi kulipa kodi hiyo ndani ya siku 7, na kufikia sasa shilingi trilioni 1 zimekwisha patikana. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Samuel Mwalongo, Citizen Nipashe.